wa machinga mtaa wa Feri. Sisi changamoto yetu mheshimiwa ni eneo la kufanyia biashara. Nikiwa kama mwenyekiti nakiri kweli kufanya biashara ndogo ndogo mtaa wa Feri, tunafanya biashara zetu katika maeneo ambayo sio sahihi kabisa. Na hiki kilio tushawasilisha sana katika ngazi ya mkuu wa wilaya, katika wilaya zote zilizopita, wakuu wa wilaya waliopita, lakini mpaka leo changamoto hii haijatatuliwa. Hapa Feri kuna halmashauri ambao kuna soko linaendelea katika masuala matunda na mboga. Ile eneo si tumeomba litanuliwe ili na sisi wafanya biashara ndogo ndogo tutoke katika maeneo hatarishi tuingie katika lile eneo ili maeneo na sisi tuweze kufanya biashara katika hali ya usalama na ustawi mzuri. Na hii tumeomba huu mwaka zaidi, yani ni miaka mingi tokea tunalilia kikilio. Na kilio hiki tunakiomba kutokana na jiografia ya Feri, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Yani Feri kumtoa mfanyabiashara ndogo ndogo kumpeleka nje ya hapa Feri inakuwa ni changamoto. Ukimtoa hapo kimpeleka sehemu yote kuna uwezekano wa kurudi tu, kwa sababu hapa ndipo ni makutano ya watu wote. Kilio chetu tunaomba soko mitaa Feri, na kabla ya soko lijakamilika kuna eneo ambalo zamani lilikuwa linatumika kwa dharura, sasa hivi limetolewa, limewekwa tu kama garden ambayo wala haishughulikiwi kwa kawaida. Kwa hiyo tunaomba lile eneo sasa hivi tutoke barabarani tuingie katika lile eneo la Mwalimu Nyerere pembezoni ili tuondoke katika maeneo hatarishi. Swala letu tulimwambia Mheshimiwa DC tarehe 25 tulipofanya naye na kikao cha mipango ya wafanyabiashara, lakini mpaka leo majibu hatujapata, na tarehe 20 alituambia watatupa majibu. Cha kushangaza lile eneo juzi limekarabatiwa, ile fence ambayo katika wameweza sasa hivi kuisimamisha tena na eneo limesafishwa. Kwa lugha nyingine kwamba lile eneo ambalo tuliomba kwa sasa hivi kwa dharura hatuwezi kupewa tena. Tunaomba tusaidie tutoke barabarani na tuingie pale ambapo zamani palikuwa stendi Mwalimu Nyerere. Asante sana. Mkuu wa mkoa, tengeneza utaratibu, mtembelee mapendekezo ya maeneo hayo yanayotaka kuyaweka, na kwenye lile wazo tulilosema serikali itatengeneza masoko mapya ya vijana, yatembeleeni hayo myaone mapendekezo yao, ili tutakapoanza utekelezaji huo tuweze kujenga masoko hayo ya vijana wanaofanya biashara ndogo ndogo pembezoni mwa maeneo wanakopatikana wateja wa bidhaa hizo. Kwa hiyo wewe kiongozi wao, peana mawasiliano, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya watawatembelea, then serikali itaenda kwenye utekelezaji wake. Tumalizie na huyo hapa. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nijitambulishi kwako, ni mwenyekiti wa madereva na makondakta kata ya Vijibweni. Mheshimiwa, kwenye kata ya Vijibweni kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatokea. Vijibweni Mheshimiwa, tuna makundi mawili ya utoaji huduma, daladala pamoja na bajaji. Mheshimiwa, makundi hayo yameingia vita, kila siku ni kupigana, kila siku ni kuumizana, kila siku ni kutoana damu. Mheshimiwa, tumechukua hatua za kwenda kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, tukamweleza kwamba tunaumizana, watu wanaharibiana vyombo, watu wanavunjana mikono. Mheshimiwa, baada ya kwenda kwa serikali za mtaa wakatupa barua kwenda kwa mtendaji kata. Tumeenda mtendaji kata hatukupata suluhu, tukaenda polisi kata hatujapata suluhu. Mheshimiwa, tukaandika barua kwa mkurugenzi, tumemwandikia mkurugenzi, akaja na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wakaja akatembelea maeneo yetu, wakatupa na barua za kusema sehemu hii hapa haistahili kuwa na kituo cha bajaji. Mheshimiwa, sisi watu wa daladala tunabeba wanafunzi, gari zetu zimekuwa sisi ni gari za shule. Hatubebi watu wazima, kwa sababu watu wazima wanachagua, wana option ya kupanda kwenye chombo wakiwa watatu kwenye gari. Mheshimiwa, wakiwa watatu kwenye bajaji wanapakiwa kwa bei ya 500. Mheshimiwa, sisi kazi yetu ni kubeba wanafunzi. Tumekuwa tunaumizana. Ombi lenu ni nini? Tumeandikiwa barua hapa na ofisi ya mkuu wa wilaya ambayo imetoa maelekezo kwa jeshi la polisi kwa ajili ya kusimamia maeneo hayo ili maugomvi yasitokee. Sasa hivi kile kituo kimevamiwa tena na watu wa bajaji, na kimekuwa ni kituo chao, wanatoa huduma na ndio kituo cha daladala. Sasa watu wa daladala wanategemea wakatoa huduma pale. Sasa watakapoenda watu wa daladala, tunaenda kutoa tena fujo ya kuendelea kuumizana. Mheshimiwa, ninazo barua hapa ambazo zimetoka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya na ofisi ya mkurugenzi. Sawa, sasa wewe hapo na wale viongozi wa hivyo vikundi vingine vya kutoa huduma, kesho Krismasi tarehe 27 mkutane pale ili mwalaini nani wafanyie wapi. Kwa hiyo mkuu wa wilaya waalike, wewe wewe ni kiongozi wa upande wa daladala, wewe
Nani? Wewe ni upande wa daladala. Wewe ni kiongozi upande wa daladala. Sasa na upande wa bajaji yawepo na upande wa pikipiki yawepo. Watu wa huduma wengine ni nani? Ni hao. Nendeni mkae hilo mlimalize ili mkubaliane nani kundi gani wapaki wapi, kundi gani wapaki wapi. Msigombane kwa sababu wote tunataka watu wapate shughuli. Si ni sawa ndugu yangu? Basi mje muende uongozi, mkishamaliza mkae na makundi yenu. Nilimleta huyo hapa. Yule pale, yes. Tumalizie na yule pale. Mridhie tumalizie na huyu ili haya mageti tuyafungulie haya. Tumefunga mageti hapa. Asante. Tuyafunge mageti. Wewe pita huko kwa msaidizi wangu. Wewe pita hapo, wengine mpate kwa msaidizi wangu. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Mwayaya. Mwacheni asikilizwe na msaidizi wangu hapo mzee. Nashukuru sana mheshimiwa. Na ile mama pale asikilizwe na msaidizi wangu hapo tumalize. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Mwayaya. Kwanza tunashukuru sana Waziri Mkuu, angalau leo Kigamboni tumepata sauti ya matumaini kutoka kwako. Mimi nimekuja mbele zako nina mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tunatambua kwamba Tanzania inategemea bandari kama lango kuu la mapato. Hivyo tunaheshimu na kuthamini hicho. Ila kwa hivi karibuni kumekuwa kuna msongamano mkubwa sana wa malori katika njia ya kuja Kigamboni, na kwa bahati mbaya sana pantoni zetu hapa hazibebi magari. Hivyo tunajikuta tunatumia muda mrefu sana kuweza kufika Kigamboni na tunakwama kiasi kikubwa. Ombi letu kwenu, tunatambua kwamba kwa sababu pale kuna mapato mengi ya serikali, basi tutafute namna nzuri ya kuweza kuhudumia yale malori ili na sisi tuweze kufika nyumbani bila kikwazo. Hilo ndio la kwanza. Lakini jambo la pili, mimi natokea mtaa wa Dege. Tulikuwa tuna changamoto ya maeneo ya wazi kwa ajili ya huduma za kijamii, na tuliomba kwenye mkutano wa wananchi kwa mkuu wa wilaya aliyemaliza muda wake, Mheshimiwa Halima Bulembo, akatupatia eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule. Lakini tunashangaa mpaka tunazungumza na wewe sasa hivi kwenye eneo hilo limetolewa kutoka kwenye eneo la umma limepewa kwa mtu binafsi kinyume cha utaratibu, na mtu huyo binafsi tayari ameshauza kwa mtu mwingine na limegawiwa vipande. Mpaka ninazungumza hapa kuna hema liko pale wanagawa viwanja, na wengine wananunua viwanja pale wanataka kujenga night club. Pembeni kuna shule ya sekondari, tulitaka kuweka shule ya msingi na tumekwama. Tunajaribu kupiga hatua na tunakwama mpaka sasa hivi. Asante sana. Kabla hujaenda mbali, peana mawasiliano na mkuu wa mkoa. Alifuatilia hilo mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba hilo eneo ni la shule, limegawiwa kwa mtu mwingine na yule mtu mwingine kauza. Peana mawasiliano, nenda kalifuatilie. Jisimamishe haraka ili mpaka ukweli ujulikane kwenye hilo. Haya, mpeni huyo mama tumalizie. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kwa majina naitwa Daila Waziri, ni balozi wa Shina, nakaa Vijiweni. Na kuomba Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuomba, sisi tuna changamoto Vijibweni, tumezungukwa na kampuni nyingi, lakini vijana wetu wanatuma hata maombi kwenye hizo kampuni, hawafanikiwi kupata hizo ajira. Tunakuomba Mheshimiwa tusaidie kwa hilo. Asante, tumepokea hilo. Lile la barabara na maroli, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Waziri wa Uchukuzi, lipokeni, mtafute njia mbadala ya kuweza kutafutia suluhisho lake. Yule mama pale tumalizie, yule mwenye miwani huyo. Kifupi. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Salama, natokea Kigamboni. Kero yangu na watu wa Sunrise Beach. Sisi tulikaa pale toka enzi ya mkoloni, baba yetu akafariki, mama yangu akafungua mirasi katika mahakama ya mwanzo Kigamboni. Ila mama yangu amefariki 2021. Mimi kaka yangu ikabidi aanze kuifuatilia ile kesi. Kesi kapelekwa mahakama ya ardhi mwaka jana mwezi wa 3. Tumepewa mrejesho kwamba turudi kule Sunrise. Ila mpaka sasa yule wakili
alofuatilia ile kesi, hatujui kinachoendelea, tupo nyumbani na hatuna mahala pa kuishi. Mheshimiwa Waziri, naomba utusaidie swala hilo. Asante. Msaidizi wangu, chukua mawasiliano. Usiende mbali, ngoja kwanza wachukue mawasiliano yako. Mpeni huyo mama tumalizie hapo. Wasalamu alaikum. Wasalamu alaikum. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kwa kuweza kufika leo katika wilaya yetu ya Kigamboni. Mimi na kero moja na tatizo moja. Niliwahi kupata matatizo ya kuvamiwa ndani ya eneo langu. Nimeshasaidiwa na Makonda, alishatuma wakuu wa wilaya. Nimesaidiwa na Makala, lakini bado ile tatizo limekuwa sugu mpaka sasa hivi. Huyo mtu sina jinsi ya kutoka. Lingine, njia miundombinu zimejengwa, watu wamebloku, hata kama ajali imetokea faya haiwezi kutoka. Niko hapa Vijibweni kwa majina, naomba msaada mkubwa, maana sijui huyo ni nani ambaye ameshindikana hata uongozi wowote huo. Andika mawasiliano yako pale ili tuweze kutuma watu. Andika pale kwa wasaidizi wangu pale. Mpe yule mama, katoka mbali sana wewe. Kwanza faza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam Sheikh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Baba, kwanza mimi dukuduku yangu, mimi mwana sarakasi. Mimi mwana sarakasi baba, kila siku naonea wao ndani. Na katika sarakasi zangu ndio kibalo kinachonilipa mimi. Na ndio michozo yangu inanilipa mimi. Lakini baba, watenda kazi wako wananionea vibaya. Haya, nimekupata na wewe peana mawasiliano na msaidizi wangu. Hebu tumsikilize huyo mama wa mwisho huyo. Msikilize huyo mama wa mwisho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mama mmoja naitwa